Jeshi la polisi mkoa wa Tanga kupitia kikosi cha upelelezi wa makosa ya jinai CID kimefanikiwa kuwaokoa vijana wapatao 87 waliokuwa wametapeliwa fedha zao kupitia mtandao baada ya kushawishiwa kujiunga na kampuni inayojinasibisha kufanya biashara mtandaoni ijulikanayo kwa jina la Champions E-Commerce Education. Katika tukio hilo ilibainika kuwa vijana hao walihamasishwa kujiunga na kampuni hiyo kwa ahadi ya kupata utajiri wa haraka kupitia biashara za mtandaoni. Kwa mujibu wa taarifa za awali, kila kijana alitakiwa kutoa kiasi cha fedha kuanzia shilingi 600,000 hadi milioni 4 kama mtaji wa awali pamoja na gharama za mafunzo, huku wakiahidiwa kuanza kupata faida kubwa ndani ya muda mfupi. Vijana hao wamekutwa wakiishi katika mazingira yasiyoridhisha huku wakiendelea kupatiwa mafunzo yanayodaiwa kuwajengea uwezo wakisubiri kupata utajiri huo walioahidiwa. Watu wawili waliokuwa wakisimamia kundi hilo ambao ni Muhammad Hamlima Idrisa mwenye umri wa miaka 24 mkazi wa Masiwani na Fedulin Hamis Rashid mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa Mbugani wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi kuhusiana na tukio hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga limetoa wito kwa wananchi kuwa makini na uwekezaji unaohusisha ahadi za kupata faida kubwa kwa muda mfupi bila kuwa na taarifa sahihi na kama kweli kampuni imesajiliwa na mamlaka halali. Wananchi wanashauriwa kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kujiunga na taasisi au kampuni yoyote inayojihusisha na uwekezaji hususan kupitia mitandao. Uchunguzi wa tukio hili unaendelea na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote wanaobainika kuhusika na utapeli wa aina hii. Langu mie jina naitwa Nasir bin Nasir, endelea kubakia nami na hii ni Five Brothers Media.